Ukitua katika nchi ya Zambia, katika ule ukanda unaitwa Copperbelt pale nchini Zambia, ambapo ndipo kopa inapochimbwa. Wananchi da Young Africans wamepata kuchimba kopa ya namna yake. Mtoto wa kipekee Albert Albedo Kangwanda. Huyu ni Kangwanda Jeyala kutoka Luanshya, Zambia. Mwamba aliyezaliwa tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 1999. Miaka 27 peke yake, na sasa yeye ndio wimbo wa Young Africans. Albert Albedo, mtoto wa Luanshya, mzao wa Luanshya, ili kopa ya Zambia. Ni mtu wa namna gani? Nitamuelezea historia yake, timu aliyoanzia, nitamuelezea takwimu zake, timu alizopitia, lakini na sifa za huyu mchezaji kama winga. Huyu alianzia career yake kwenye timu moja pale Zambia inaitwa Young Mkwazi. Ile timu ndio iliweza kumkuza na kumtoa. Baadaye akaenda Red Arrows mwaka 2017 na 18, alicheza kwa mafanikio. Akaja akaenda timu nyingine inaitwa Kafue Celtic ambayo alicheza mwaka 2021-22. Lakini kabla ya klabu hiyo alienda Zanaco, alicheza mwaka 2020 mpaka 2021. Baada ya hapo alienda klabu nyingine ambayo ni ya nje ya nchi, ilikuwa inajulikana kama NK Golika, iko kule Croatia. Nayo pia alicheza kwa mafanikio 2022, hakukaa sana. Akaenda tena timu nyingine iliyokuwa inapatikana kule Moldova inaitwa Sparta Settlement, ambayo ile klabu pia alicheza kwa mafanikio. Lakini baada ya hapo alienda Al Hilal Omdurman, alicheza mwaka 2022-23 CAF Champions League, ambao kule alicheza kwa mafanikio kwa kuchangia goli 3. Lakini ukija kwenye mabao sasa, kwenye michezo ya klabu kwa ngazi ya domestic pamoja na international, kwenye amehusika kwenye michezo 29, amefunga magoli 18. Lakini ukija kwenye ile Zanaco, ukija kwenye ile klabu ambayo alicheza kwa muda mrefu kidogo, klabu ya Red Arrows, aliwahi kuchukua MVP kwa kumaliza kwa kufunga goli 17 na kutoa assist 9. Kwa hiyo unaona kama ni mchezaji ambaye alichangia nusu ya yale mabao. Lakini baadaye kwenye ile klabu ya Kafue alichangia goli 5 kwenye mechi 4. Akaenda kwenye ile klabu ya Settlement, alichangia goli 10 kwenye mechi 8. Hakuishia hapo, Al Hilal Omdurman alichangia goli 3 kwenye michuano ya CAF Champions League. Lakini baada ya hapo ukienda kwenye ngazi sasa ya kimataifa, kwenye timu ya taifa ya Zambia. Timu ya taifa ya Zambia. Ambapo nako pia anacheza katika timu ya taifa ya Zambia. 2022 kwenye michuano ya COSAFA alichangia goli 3 na assist 1. Alisaidia nchi yake kuweza kusonga mbele kwenye ile michuano. Lakini kwenye CAF Champion, kama nilivyosema, alichangia Al Hilal, ambao Al Hilal ilifika mpaka nusu finali kipindi kile. Nije nielezee pia sifa za huyu mchezaji ukiachana na mafanikio. Huyu mchezaji ana sifa ya kwanza, sifa yake ya kwanza ni kasi. Ana kasi sana. Hususani anatokea eneo la winga ya kushoto au kulia, anacheza winga zote mbili. Lakini sifa ya pili alionayo, ana dribbling. Ni mchezaji ambaye anaweza kadance na mpira akakimbia kwa muda mrefu kama Pacome vile anavyofanya au Libase Gay. Lakini pia ni mchezaji ambaye ana tabia kuwatoka mabeki. Ni mchezaji ambaye ni rahisi sana kuwakimbia mabeki na kuwatoka. Lakini pia ni mchezaji ambaye anacheza aerial balls, ile mipira ya juu. Kwa mfano kama kwenye derby uliona alifunga kwa kutumia kichwa, free header. Mabeki walishindwa kufanya marking wa Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amechangia kwa timu alizopita walau 90% ya performance kwenye yale magoli ambayo amechangia kwenye hizo timu ambazo nimekutajia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mzuri na ni mchezaji ambaye akipewa muda anafunga kweli kweli. Iwe ni funzo sasa kwa timu za Tanzania. Tumeshakuwa na wachezaji kadhaa kutoka nchini Zambia na tumeshuhudia wengi wakifanya vizuri. Tuliwahi kuwa na Chama ambaye tunaye mpaka sasa, ni mmoja kati ya mwamba kabisa katika ligi yetu. Lakini pia tumewahi kuona akipita hapa left footer magician Lari Bwaria kutoka Zambia pia akifanya vizuri katika ligi kuu ya Tanzania. Na sasa tunamuona Kangwanda Albert Jeyala akifanya vizuri pia. Tunaweza kusema Wazambia wanaimudu ligi kuu Tanzania bara.
kwa hii miaka karibuni na kutoka 2010 na kuja mpaka sasa 2020 na obviously wa Zambia wengi waliokuja kati ya Simba na Yanga wamefanya vizuri. Ukianzia kwa kina Obley Chirwa kipindi kile Yanga, ukija kwa upande wa Simba wakina huyu Chama, ukija kwa kina Lali Bwali wale viungo, ukija na kwa wachezaji wengine Patrick alikuwa anaitwa nani yule mchezaji ambaye namba 9 Moses Phil. Moses Phil kutoka Zambia. Kutoka Zambia. Kwa obvious ni wachezaji wengi wanakuja wana click kwenye mfumo, lakini ni wachache sana wa Zambia ambao huwa wanafeli. Kwa naweza kusema kwamba Zambia wana ligi bora kule kwao, lakini pia hata academics za kuandaa wachezaji ziko nyingi. Obvious ukienda Zambia kwa mfano Lusaka, Kitwe na maeneo mengine ni maeneo ambayo wanaandaa sana wachezaji toka wakiwa wadogo, tofauti na huku Tanzania. So Albert Kangwanda JR, tunaweza tukasema mpaka sasa hivi katika ligi kuu Tanzania bara ni moja kati ya wachezaji ambao wanazungumzwa akiwa na magoli yake mawili lakini pia akiwa na assist zake 3 katika timu ya Young Africans. Anaonekana sasa ndiye star mpya anayekuja kuimbwa katika timu ya Young Africans. Mchezaji ambaye alisajiliwa tunaweza kusema kwa mafungu, kwa sababu siku wanatangazwa watangaza wachezaji watatu kwa pamoja. Hakuna mtu aliyezania kama angeweza kufanya vizuri kisha na wengine ambao litamkwa mmoja na kutajwa sana na kuimbwa sana. Lakini alikuwa ni MVP wa Zambia hapa. Je, tutegemee anaweza kuja kwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara? Kulingana na takwimu, lakini kulingana na nafasi ambazo akipewa na akichezeshwa vizuri, kwa mfano akiwa na mchezaji kama kiungo kama Aziz Ki, akimchezesha kwa ufanisi kwa kutoa pasi, huyu mchezaji anaweza kamaliza na goli zaidi ya 15, anaweza kamaliza na goli chini ya 20. Ni mchezaji ambaye ana urafiki sana na nyavu, kwa sababu kwenye nafasi 2 mpaka 3 huwa hawezi kukukosa. Akishindwa kufunga basi atatoa assist kwa wachezaji wengine. Kwa namuona ni mchezaji ambaye anaweza kamaliza MVP, ingawa sasa kuna ushindani. Mechi ya mwisho ambayo amecheza dhidi ya JKT, alipofika kwenye box alionyesha utulivu mkubwa sana. Ule utulivu ni utulivu wa Chama kwenye box. Lakini tunakumbuka pia tulikuwa tunaona utulivu wa hivyo Moses Phil akiwa kwenye box. Atafinya, atalaza watu, ataweka. Lakini unaona pia Chama akiwa kwenye box atafinya, atatulia, ataweka. Kangwanda pia unaona vile anatulia kwenye box, anaweka. Lakini pia sio binafsi. Unapoonekana wewe umekaa kwenye nafasi nzuri ya kukupa, anakupatia na unaweza kufunga. Hasa ni tabia ya wa Zambia ambayo sisi wachezaji wetu wanaikosa. Kuna kitu cha kujifunza kutoka kwake. Kuna kitu cha kujifunza kama nilivyokutajia zile attributes zake, kwamba akishindwa kufunga ni mtu ambaye anatoa pasi. Akishindwa kutoa pasi akiwa kwenye eneo sahihi, kwenye eneo la finisher, basi ni mtu ambaye anafunga. Na uzuri zaidi ya ule mchezaji ni ana uwezo wa kutumika kama striker muda mwingine, ana force tuseme, lakini pia ni mchezaji ambaye si mchoyo, na ndio maana nimekutajia kwenye msimu uliopita kule kwao akiwa na ile Red Arrows alichangia goli 17 na assist 9. Ina maana nusu, 51% ya yale magoli alichangia yeye. Kwa unaona kwamba ni mchezaji ambaye si mchoyo, na wachezaji wengi wa Kitanzania wanahitaji kujifunza kutoka kwao, kwamba ukishindwa kufunga uko kwenye lengo ambao ni pua, basi mpasie mchezaji mwenzako aweze kufunga, kuchangia timu. Bas, wakati watu wanasema Pacome Zouzoua ameumia na mambo yatakuwa yametulia, Kangwanda amezua gumzo lingine. Tuseme tu ni kwamba kama alikusumbua Pacome, utegemee mazito kutoka kwa Kangwanda. Tabu inaendelea. Tabu iko pale. Na nipende kumalizia kwa kuwasalimu kwa Kizambia kule kwao, ukienda ule mji ulioutaji. Wanasema Mlibwanji. Mlibwanji. Unaitikia Twarumba. Asante sana. Mlibwanji. Twarumba. Asante Kangwanda.